Na mtazamaji, polisi mjini Malindi wameanzisha uchunguzi kutanzua vifo vya wanaume wawili ambao miili yao ilipatikana imetupwa kando ya barabara kuu ya Mombasa kuelekea Malindi Jumamosi asubuhi. Na wakazi wanasema miili hiyo miwili iligunduliwa kwenye kichaka umbali wa mita chache kutoka barabarani. Na shirika la Vocal Africa limeelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la hivi karibuni la vifo vya kutatanisha katika eneo hilo na kutoa wito wa uchunguzi wa haraka. Na Mary Mwoki anaarifu zaidi. Wakazi wa eneo la Mida Creek walikusanyika kwenye mochari ya hospitali ya Malindi Sub-County kujaribu kutambua wanaume wawili ambao miili yao ililetwa hapo na polisi Jumamosi alfajiri. Miili ya wanaume hao wa makamo ilipatikana kando ya barabara na juhudi za kuwatambua hadi sasa hazijafua dafu. Nimesikia hizo habari za watu wameonekana kule Mida, wanaume wawili, mmoja uko barabara upande huu na mwingine uko barabara upande huu, wakiwa wamekufa. Hawa hawajaweza kujulikana, na tunawasihi jamii and the public that ikiwa una mtu wako ameweza kupotea labda kwa hizi siku mbili tatu, tafadhali fika pale Malindi Funeral Home uweze kutambua ile miili ambayo imepatikana. Mojawapo ya miili hiyo ilionekana kufungwa kitambaa machoni na maiti wote wawili walikuwa na majeraha yanayoonekana pamoja na madoa ya damu vichwani. Polisi wamepanga kufanya uchunguzi wa maiti kubaini chanzo cha vifo hivyo. From the look of things, it appears as if these two were severely tortured before being killed and then dumped on the roadside. It's very worrying to see dead bodies. You know, you wake up in the morning and you're seeing dead bodies on the highway. It's extremely concerning. We are calling upon the security officers and the intelligence to work around the clock so that we get to know what are the reasons behind these deaths and many other deaths that we've been seeing at the coast region. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.